Mtazamaji wa TAKUKURU TV, huo ni uzinduzi wa mpango mkakati wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, yani TAKUKURU kwa mwaka 2026, 2027 hadi 2030, 2031. Uzinduzi huu umefanyika Julai 28 mwaka huu 2026 jijini Dodoma, ambapo mgeni rasmi alikuwa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Chalamila. Katika hotuba yake wakati wa uzinduzi huo, Bwana Chalamila ameeleza madhumuni ya mkakati huu. Pamoja na kuzindua mpango mkakati wetu leo, itakuwa ni siku ya kuanza awamu mpya ya utekelezaji wa majukumu yetu. Mpango mkakati tunaouzindua leo ni ahadi yetu kwa taifa kwamba katika kipindi cha miaka 5 ijayo tutaendelea kuimarisha utendaji wa TAKUKURU kwa kuzingatia sheria, weledi, ubunifu, matumizi ya teknolojia na uwajibikaji ili kuleta matokeo chanya katika mapambano dhidi ya rushwa. Vilevile Bwana Chalamila alitoa wito huu wa kutekeleza mpango mkakati wa TAKUKURU. Mafanikio ya utekelezaji wa mpango mkakati huu hayatapatikana kwa kuweka malengo mazuri kwenye karatasi, bali ni kwa namna tutakavyoishi na kutekeleza core values za taasisi yetu katika kila hatua ya utendaji kazi wetu. Ninatoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuwa mzalendo, mwadilifu, kutumia utaalamu, kuimarisha uwajibikaji na kukuza ushirikiano katika kutekeleza mpango mkakati huu. Uzalendo utatufanya kutanguliza maslahi ya taifa, taasisi na wananchi tunaohudumia mbele ya maslahi binafsi. Uadilifu utaendelea kuwa msingi wa utendaji wetu kwa kuhakikisha tunafanya kazi kwa uaminifu, haki, uwazi na bila upendeleo. Utaalamu utatuwezesha kutoa huduma zenye ubora wa juu kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na viwango vya taaluma. Uwajibikaji utatufanya kuwajibika kwa maamuzi tunayoyafanya, matumizi ya rasilimali za umma na matokeo ya kazi zetu. Na ushirikiano utatuwezesha kufanya kazi kama taasisi moja, tukivunja mipaka ya kurugenzi, vitengo, mikoa na wilaya, huku tukibadilishana uzoefu, tukisaidiana na kutumia uwezo wa kila mmoja ili kufikia malengo ya pamoja. TAKUKURU TV imeongea na baadhi ya wakuu wa TAKUKURU mikoa ambao wameshiriki tukio hili. Hapa wanaeleza namna mpango mkakati huu utakavyosaidia utendaji kazi wao. Leo tumekutana Dodoma kwa ajili ya kuzindua mpango mkakati wa miaka 5 kwa ajili ya kazi zetu ambazo tunaangalia kwenda kwenye Tanzania isiyokuwa na rushwa. Mpango mkakati huu utatusaidia kwa namna mbili. Utatusaidia sisi ambao tunafanya hizi kazi za kupambana na rushwa ndani, kwa maana ya kwamba nchi yetu ni kubwa na hivyo tunakuwa na mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, kila mtu anafanya kazi. Ili tusiweze kuachana, lazima watu wote tuweze kuangalia ule mpango mkakati kwamba kazi tunazofanya ziendane, zifanane ili tuweze kupata matokeo makubwa. Sisi katika ngazi ya mikoa tunaamini kwamba mkakati huu utatuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa uzuri zaidi, kufikia ile lengo kuu kabisa la kuhakikisha kwamba hakuna rushwa, tunaondoa rushwa Tanzania. Tanzania bila rushwa inawezekana. Tunafahamu kwamba unapotembea bila kujua unapokwenda, wanasema kila njia ni sahihi, lakini unapokuwa na mkakati huu unakuelekeza kwamba unataka utembee vipi. Sasa sisi tutauzingatia sana, kwa sababu kwa kuangalia dhima yetu, kwa kuangalia dira yetu, tunajua kama mkakati huu utatufikisha kule ambapo tunataka tuende, na kikubwa ni kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa haina rushwa. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalielye ameeleza umuhimu wa mpango mkakati huu. Uzinduzi wa mpango mkakati huu ni mwendelezo wa safari yetu ya uwajibikaji, na kwa hivyo mafanikio yake yatapatikana tu pale ambapo tutajikita katika kutekeleza, tukiwa wenye nidhamu, tukisimamia na kufuatilia kwa karibu utekelezaji wake. Maana yake ni nini? Mafanikio ya mpango kazi huu hayategemei uwepo wa kitabu cha mpango mkakati, lakini anategemea sana namna gani sisi
tutatafsiri andiko hilo kwa vitendo na kuhakikisha kwamba wale waliokuwa chini yetu wanaona njia ya kuiendea. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba kila shughuli iliyopangwa inatekelezwa kwa wakati, lakini vile vile inatekelezwa kwa ubora, na kwamba katika utekelezaji huo tunazingatia sheria, tunazingatia kanuni na taratibu, si tu za utumishi wa umma, lakini zile ambazo zinatuongoza sisi kama watumishi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Naam, mtazamaji, mpango mkakati wa TAKUKURU ni nyenzo mojawapo ya kuboresha utendaji kazi wa TAKUKURU, hivyo kuboresha mapambano dhidi ya rushwa nchini. Kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.